Uhali gani mwanafamilia wa channel yako pendwa ya Big News TV. Sasa kama ni mara yako ya kwanza, nikukumbushe usisahau kusubscribe maneno mekundu lago chini video ili ujihakikishie kupata update na taarifa kwa uharaka zaidi punde tunapokea taarifa zetu kupitia YouTube channel yetu. Sasa ni kwamba baada ya mchezo kutamatika kati ya Wekundu wa Msimbazi dhidi ya RS Berkane na kuwafanya RS Berkane kunyakua ndoo hiyo kwa aggregate ya goli 3-1 dhidi ya wenyeji wake ambao kwenye finali hatua pili yanazungumzia Wekundu wa Msimbazi kuwafanya RS Berkane kunyanyua ndoo hiyo. Sasa kwamba katika mchezo huu ulikuwa kuna matukio mengi ambayo yalikuwa ni kama alikuwa taharuki kwenye mchezo huo hadi kutamatika kwa mchezo huo. Miongoni matukio ni pamoja na namna ambavyo referee alikuwa akichezesha mchezo huu, na wachezaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi mara nyingi walikuwa kilalama ya kwamba huenda referee alikuwa anawapendelea au alikuwa upande wa RS Berkane, na makosa mengi ambayo alikuwa akifanywa na RS Berkane referee hayo makosa mengi alikuwa akiyapeta, yani alikuwa hayafanyi maamuzi makubwa kama vile alivyokuwa atokea kwa Wekundu wa Msimbazi ambapo alivyokuwa akifanya madhambi. Referee alikuwa wapa faida sana RS Berkane, na ilionekana kama referee mchezo huo kama ka balance au kaweka upande sana wa RS Berkane kuhakikisha wananyakua ndoo hiyo, na kitu ambacho kilionekana kama ilikuwa ni hujuma kwa Wekundu wa Msimbazi kusababisha kupoteza finali hiyo kwa kushindwa kunyakua kombe hilo la CAF Confederation Cup mwaka 2025. Sasa kumekuwa na maoni mengi hususan kwa wadau wa football kwa ujumla na wafuatiliaji wa mpira au na wapenzi wa mpira hususan kwa namna referee alivyochezesha mchezo huo, na wengi wao wakidai kwamba mchezo huo umemalizwa na referee na ndiye alikuwa kaushikilia mkononi na ndiye aliwabalance au kuwapa ushindi RS Berkane, huku Wekundu wa Msimbazi wakinyimwa baadhi ya faida ambazo referee alihitaji kuwapa Wekundu wa Msimbazi, na badala yake hizo nafasi hakuweza kuwapa. Kwa hiyo naweza kusema kwamba ni kwa namna gani referee huyu amekuwa ni kama amezua taharuki kwenye mchezo huo, lakini wanasema yote kwa yote maamuzi kwenye mechi kama hizi hususan za finali mara nyingi huwa kuna kulalama sana kwamba kuonewa na vitu kama hivyo, lakini yote kwa yote mpira wanasema hauhitaji maneno sana, na kama Wekundu wa Msimbazi walitakiwa kufocus zaidi na kupambana kuhakikisha wanarudisha magoli hayo na kutokumlalamikia sana refa, kwa sababu kitendo cha kumlalamikia refa kinakufanya una lose focus yako ya kuhitaji kupindua meza ya kupata magoli ambayo yatakuweka sehemu salama, na badala yake unakuwa unapoteza hiyo focus ambayo ulitakiwa kuizingatia. Kwa hiyo kwenye upande wa mpira vitu kama hivyo vikosekani. Wakati mwingine huenda referee kweli akafanya hujuma au isifanyike hujuma, au referee kutokuwa makini kwa wakati mwingine kufanya maamuzi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo kama wachezaji wanatakiwa wasimpe nafasi sana referee, na badala yake wenyewe wa focus na kucheza mpira. Hii inakuwa na faida kubwa sana, na hii itasaidia pale hata referee anapofanya makosa inawafanya msawazishe kwa namna nyingine ambapo nyie mkifanya